Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena jamani. Haleluya. Tumsifu Yesu Kristo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo tena kutuleta hapa kwa ajili ya ibada. Na tunamshukuru kwa namna pekee pia kwa ajili ya vipindi vilivyotangulia, wahudumu waliotangulia katika kesha na wale wengine ambao wameimba. Mungu awabariki sana. Asante sana dada kwa wimbo huo ambao unasema neema yako bado inanishangaza. Neema yako bado inanishangaza. Yeah, your grace still amazes me. Mungu akubariki sana, nimefurahia huo wimbo. Okay. Leo tutakuwa na sura ya 5. Tuko katika sura ya 5 kitabu cha Samueli wa kwanza, na maandiko yanasema, nitasoma hapa na wewe utakuwa unafuatilia katika Biblia yako. Maandiko yanasema, nitasoma fungu la kwanza hadi fungu la 12. Nitasoma fungu la kwanza hadi fungu la 12. Maandiko yanasema, basi Wafilisti walikuwa wamelichukua sanduku la Mungu, wakaenda nalo kutoka Ebenezeri hadi Ashdod. Wafilisti wakalichukua sanduku la Mungu, wakalitia katika nyumba ya Dagon, wakaliweka karibu na Dagon. Na watu wa Ashdod walipoamka alfajiri siku ya pili, kumbe Dagon imeanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. Wakaitoa Dagon wakaisimamisha mahali pake tena. Hata leo. Lakini mkono wa Bwana watu waende kuwakusanya kwao wakuu wote wa Wafilisti, wakasema, tulifanyaje sanduku la Mungu wa Israeli? Nao wakajibu, sanduku la Mungu wa Israeli na lihamishwe liende Gath. Wakalihamisha sanduku la Mungu wa Israeli. Ikawa walipolihamisha, mkono wa Bwana ulikuwa juu ya mji huo kwa kuwafadhaisha sana. Akawapiga watu wa mijini, wadogo kwa wakubwa, wakapatwa na majipu. Basi wakalipeleka sanduku la Mungu mpaka Ekron. Ikawa sanduku la Mungu lilipofika Ekron, watu wa Ekron walipiga kelele, wakasema, wamelileta hilo sanduku la Mungu wa Israeli kwetu ili kutuua sisi na watu wetu. Kwa hiyo wakatuma watu waende kuwakusanya wakuu wote wa Filisti, wakasema, liondoeni hilo sanduku la Mungu wa Israeli liende tena mahali pake, ili lisituue sisi wala watu wetu, kwa sababu kulikuwa na fadhaa kubwa sana mjini kote. Mkono wa Mungu ulikuwa mzito mno huko, na wale wasiokufa walipigwa kwa yale majipu, na kilio cha mji kikafika mbinguni. Kilio cha mji kikafika mbinguni. Baba na Mungu wa mbinguni, asante asubuhi ya leo kwa sababu utakwenda kusema nasi tena katika maandiko matakatifu. Ninakusihi utubarikie na kutufundisha, katika jina la Yesu nimeomba, amina. Sasa Wafilisti walikuwa na miji mitano. Walikuwa na mji unaitwa Gaza. Hapo Gaza kulikuwa na hekalu la Dagon. Walikuwa na mji mwingine unaitwa Ekron. Hapo Ekron kulikuwa kulikuwa na hekalu la mungu mwingine alikuwa anaitwa Baalzebub. Halafu walikuwa na mji mwingine unaitwa Ashdod. Hapo Ashdod pia kulikuwa na hekalu, the temple of Dagon. Lakini walikuwa na mji mwingine unaitwa Gath. Gath ndio ule mji alikokuwa anatokea Goliati. Goliati alikuwa anatokea kwenye huo mji wa Gath. Kwa hiyo na penyewe huko Gath palikuwa na mungu wa kike kwa ajili ya uzazi na kwa ajili ya maji. Huyo alikuwa anaitwa Delseto, huyo mungu wa kike. Halafu kulikuwa na mji mwingine unaitwa Ashkelon, pia alikuwa anatawala huyu mungu wa kike Delseto, huyu mungu wa uzazi na maji. Hiyo ndio miji mitano ya Wafilisti. Hiyo ndio miji mitano ya Wafilisti: Gaza, Ashdod, Ekron, alafu Gath pamoja na Ashkelon. Sasa Wafilisti walipokuwa wamelichukua sanduku kutoka katika vita siku ile ambapo yule Hofni na Finehasi wamekufa, sanduku likachukuliwa, lililetwa katika mji huu unaitwa Ashdod. Palikuwa na hekalu la Dagon, wakaweka katika hekalu ya Dagon sanduku la Mungu wa Israeli. Kwa hiyo hawakujua sasa, kwa sababu maandiko yanatuambia
Walipokuwa wameichukua wakaliweka pale, baadaye walipoamka alfajiri wakakuta Dagon imeanguka mbele ya sanduku la Mungu wa Israeli. Sasa zamani katika vita, ilipokuwa vita ikipiganwa, ilikuwa ushindi unahusishwa na miungu. Kwa hiyo Waisraeli walikuwa wakishinda, ilikuwa tafsiri yake ni kwamba Yahwe, Mungu wa Israeli, yani Jehova, ndiye aliyeshinda. Lakini Wafilisti wakishinda, walikuwa wananasibisha ule ushindi na miungu yao. Inaweza ikawa ni Beelzebub, yule mungu wa Ekron, au inaweza ikawa ni Dagon, yule mungu wa Gaza na kule Ashdod. Kwa hiyo walikuwa wanahusianisha ushindi na miungu. Kwa hiyo siku hii ya leo walipokuwa wameshinda, wakachukua sanduku la Mungu wa Israeli wakapeleka mpaka katika mji wa Ashdod, wakiamini mungu wao ambaye anaitwa Dagon ndiye aliyewapatia uwezo, na Mungu wa Israeli ameshindwa katika vita. Ameshindwa katika vita. Sasa ungeweza kuona namna Wafilisti walivyokuwa wana raha, jinsi walivyokuwa wanafurahia kwamba wamemshinda Mungu wa Israeli. Na bahati mbaya zaidi, wakalibeba lile sanduku kama nyara, wakaenda wakalipeleka katika nyumba ya Dagon, wakaweka pale. Sasa walidhani kwamba kuwashinda Israeli ni kumshinda Mungu wao. Israeli walikuwa wana uweza wa kushinda, lakini siku ile Mungu alikubali washindwe makusudi. Alikubali washindwe makusudi. Na hapa ndipo ambapo tunakuja kujifunza kitu kikubwa sana. Kwa kawaida Mungu huwa hahitaji watu wake wampiganie. Hili ni somo ambalo nimekuja kujifunza kama miaka 2-3 imepita. Mungu hataki watu wake wampiganie. Mungu wa ukweli huwa anajipigania mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu hahitaji watu wamwokoe. Wakati mwingine Mungu anahitaji kuokoa watu kutokana na mawazo yao madogo, lakini watu na wenyewe wanataka wamuokoe Mungu. Mungu wa kweli hapiganiwi. Mungu wa kweli anajipigania. Mungu wa kweli anajipigania. Kwa wakalitia lile sanduku katika nyumba ya Dagon, wakaliweka pale karibu na Dagon, kugawana utukufu. Hawezi kugawana utukufu. Kwa hiyo kosa la kwanza walilofanya, hawakujua kwamba Mungu wa Israeli anaabudiwa peke yake. Walidhani Mungu wa Israeli wakimleta katika nyumba ya Dagon wataongezea nguvu kwenye uwezo wa Dagon. Walitaka kwamba watakuwa na Dagon alafu watakuwa na Mungu wa Israeli. Hapo wakakosea, maana hawakujua kwamba Mungu wa Israeli anaabudiwa peke yake. Walitaka Dagon awepo, walitaka na Mungu wa Israeli awepo. Walitaka Mungu wa Israeli aingizwe katika mfumo wa ibada ya Dagon ili nguvu iongezeke, lakini hawakujua Mungu wa Israeli anaabudiwa peke yake. Maana hata amri ya kwanza inasemaje? Usiwe na miungu mingine ila mimi. Na Mungu mwenyewe anasema mimi ni Mungu mwenye wivu. Mimi ni Mungu mwenye wivu. Mungu wa Israeli hawezi kukubali kuwa mmoja katikati ya miungu ya Wafilisti. Yaani huwezi kusema kwamba ninampenda Mungu, ninampenda Jehova, ninampenda Yesu, lakini pia nina Dagoni wangu hapa pembeni. Yaani kwamba ninamfuata Kristo, lakini wakati huo pia ninataka nibaki na Dagoni wa uasherati. Yaani unasema kwamba nitaihubiri Injili, lakini wakati huo pia ninakuwa na Dagoni wa kisasi. Yaani unasema kabisa kwamba nitakuwa natoa zaka, nitakuwa na kwenda kanisani, lakini wakati huo pia nina Dagoni katika nyumba za waganga wa kienyeji hapa Manzese na mahali pengine. Mungu wa Israeli anaabudiwa peke yake. Wakristo wengi leo hawajamkataa Mungu. Wakristo wengi leo hawajamkana Mungu, wanamkubali Mungu na wanakuja kanisani na wanafanya ibada, lakini wakati huo pia wanakuwa na Dagoni mwingine. Kwa hiyo wanakuja kanisani Jumamosi kwa Mungu wa Israeli, lakini wakati huo pia
Dagon anatawala Jumatatu, Dagon anatawala Jumanne, Dagon anatawala Jumatano, anatawala Alhamisi, anatawala Ijumaa, alafu baadaye Jumamosi wanarudi tena kwa Mungu wa Israeli. Kwa hiyo hapa kunakuwa na Mungu wa Israeli Jumamosi, alafu siku za wiki kunakuwa na Dagon. Kuta Mkristo Mwadventista Msabato anakuwa na Biblia ameweka mezani, lakini maisha yake mengine yote yanatawaliwa na tamaa. Tunataka Mungu abariki biashara zetu, lakini wakati huo tunakuwa na Dagon wa udanganyifu. Tunataka Mungu abariki ndoa, lakini wakati huo tunakataa kuacha mahusiano yasiyofaa. Tunataka Mungu atupandishe cheo, lakini wakati huo hatutaki kuondoa kiburi. Tunataka Mungu atupatie pesa, lakini wakati huo tunataka Dagon ndiye atawale fedha zetu. Lakini Mungu anasemaje? Mungu anasema hataki kuwa na sehemu katika maisha yako. Mungu anataka kutawala kiti cha enzi cha moyo wako. Mungu hataki kuwa tu na sehemu ya maisha katika maisha yako. Mungu anataka awe mtawala, the soul king. Mungu mwenyewe atawale. Sasa wakakuta yule Dagon ameanguka mara ya kwanza, wakamrudisha, wakamsimamisha, wakakuta tena ameanguka mara ya pili. Na hili ni jambo la ajabu sana. Ni jambo la ajabu sana. Maana Mungu ambaye wanadamu ndio wanamuinua, huyo si Mungu kabisa. Wafilisti wanamuinua Dagon, lakini ona tofauti yake na Yahwe. Yahwe hahitaji mtu wa kumuinua. Hahitaji mtu wa kumuinua. Lakini sasa kichwa chake na mikono yake tayari vilikuwa vimekatwa. Kwa lugha nyingine ni kusema hivi, kichwa huwa kinawakilisha mamlaka na mikono huwa inawakilisha nguvu. Kwa hiyo kuona kwamba Dagon kichwa chake kimekatika na vitanga vya mikono yake pia vimekatika, ilikuwa inamaanisha kwamba Dagon hana mamlaka tena na wala hana nguvu tena. Ngoja nikwambie, katika maisha yetu wako Dagon ambao tumekuwa tukiwainua pale wanapoanguka. Mungu ameangusha jambo fulani katika maisha yako, wewe unang'ang'ana tena kuliinua. Sasa ukiendelea kufanya huo utaratibu, maana nilikuwa nasoma kitabu cha Patriarchs and Prophets hapa, nitakusomea hiyo nukuu baadaye kidogo hapo. Lakini hebu tazama, huyu Dagon Mungu ameshamuangusha mbele yake, lakini wale Wafilisti wanaenda mbele kidogo, wanamnyanyua tena Dagon, wanamsimamisha rudi mahali pake pale, na Mungu wa Israeli akiwa mahali hapo. Mungu wa Israeli hawezi kukaa nyumba moja na Dagon. Na wakikaa nyumba moja, Dagon lazima atakosa mamlaka, lazima kichwa kitavunjika, lazima mikono itavunjika, kumaanisha kwamba hana tena mamlaka na hana tena nguvu. Yako mambo ambayo Mungu ameyaangusha katika maisha yako, usijaribu kuyainua. Kuna mahusiano Mungu tayari ameshayaangusha katika mahusiano yako, wewe unajaribu kuyainua. Kuna kazi Mungu ameshaifuta katika maisha yako, wewe unajaribu tena kuipata kazi ile ambayo Mungu ameshaifuta. Iko biashara ambayo Mungu ameshaiangusha, hataki uifanye. Mungu anataka akae peke yake, sababu katika biashara hiyo wewe umealika tena Dagon mwingine, umealika Mungu mwingine. Kwa hiyo pale katika biashara panakuwa na Mungu, alafu tena panakuwa na Dagon pale. Kwa rehema zake Mungu amemuangusha yule Mungu mwingine, Dagon ameangusha, lakini wewe unatamani tena kumuinua Dagon tena. Sasa ukiendelea hivyo, baadaye Mungu ataruhusu majipu na baadaye kifo na hukumu. Mungu amesha kuangushia hayo mahusiano ya hovyo, Mungu amesha kuangushia hiyo biashara, Mungu ameshaangusha hiyo kazi, Mungu ameshaangusha hayo magonjwa, bado unarudi katika lifestyle ile ile. Mungu ameshaangusha magonjwa fulani katika maisha yako, bado unarudia lifestyle ile ile. Nataka nikwambie, ukiendelea hivi Mungu atasema na wewe kwa hukumu. Ngoja nikusomee hii nukuu. Hiyo nukuu iko hapa katika Patriarchs and Prophets hapa. Ngoja nikusomee tu chap chap. Inasema hivi. Inasema, how great is the long suffering of God toward the wicked.
The idolatrous Philistines and backsliding Israel had alike enjoyed the gifts of his providence. 10,000 unnoticed mercies were silently falling in the pathway of ungrateful, rebellious men. Every blessing spoke to them of the giver, but they were indifferent to his love. The forbearance of God was very great toward the children of the children of men, but when they stubbornly persisted in their impenitence, he removed from them his protecting hand. They refused to listen to the voice of God in his created works, in the warnings, counsels, and reproofs of his words, and thus he was forced to speak to them through judgments. Yani tafsiri yake tungeweza kusema hivi kwamba ni upendo mkuu na rehema kiasi gani uvumilivu wa Mungu kwa wale watu wenye dhambi. Wale watu wa Filisti waliokuwa wanaabudu miungu na Israeli waliokuwa wamerudi nyuma, wote walikuwa wanaenjoy mibaraka ya Bwana. Mibaraka 10,000, rehema 10,000 ambazo zilikuwa zionekani, zilikuwa zinaangushwa katika taifa lililoasi. Kuisikiliza sauti ya Mungu katika kazi zake za uumbaji, katika maonyo yake, katika mashauri yake na katika maonyo yake tena katika maonyo ya neno lake. Na kwa sababu hiyo akalazimika kuzungumza nao kupitia hukumu. Kumbe kuna wakati Mungu huwa analazimika kuzungumza na watu wake kupitia hukumu. Hawa Wafilisti walikuwa wamechukua sanduku la Bwana, wameenda wameweka katika nyumba ya Dagon. Mungu akazungumza nao kupitia uumbaji, kupitia mashauri, kupitia maonyo. Hawakusikia. Wanarudisha tena sanduku lile la Dagon pale ndani. Wameshaona Dagon ameanguka, kichwa kimevunjika, vitanga vimevunjika, lakini bado wakaenda wakamuazembo tena, wakaenda wakamweka ndani. Mungu akasema hawa watu hawatanielewa nisiposhusha hukumu. Akashusha homa, akashusha majipu na wengine wakafa. Maandiko anasema hawakujali upendo wake, kwa hivyo Bwana akalazimika kuzungumza nao kupitia hukumu. Tusisubiri Bwana azungumze na sisi kupitia hukumu. Tusisubiri mpaka akazungumza nao kupitia mapigo. Asubuhi ya leo, watu wa Magomeni na wale mnaofuatilia mtandaoni, do not wait for the Lord to speak to you through his judgments. Just listen to the voice of God. Isikilize sauti ya Mungu. Ukisikia sauti ya Mungu, Mungu hata ruhusu hukumu zake zianguke juu yako, wala juu ya kanisa, wala juu ya familia, wala juu ya watoto, wala juu ya mali ulizonazo, hata wanyama ulionao nyumbani. Mungu hata ruhusu hukumu zake zije juu yako, kwa sababu utakuwa umesikia sauti yake. Wafilisti walikataa kuisikia sauti ya Mungu, na kwa sababu hiyo akaruhusu hukumu. Watu walipigwa majipu. Maandiko yanasema mpaka kilio chao kikafika mbinguni. Walikuwa wanalia. Wakachukua lile sanduku kutoka Ashdod, wakalipeleka Gath. Watu wa Gath wakapigwa majipu, wakasema liondoeni kwetu. Wakapeleka tena Ekron. Watu wa Ekron wakasema jamani, mmekuja kutuua. Watu wakalia, watu wanahoma, wasiokufa. Wakapigwa na majipu kuanzia katika wayo mpaka katika utosi. Taifa likaingia kilio. Kwa nini? Kwa sababu moyoni mwao walikuwa wanamchukia Mungu wa Israeli, lakini wakati huo hawataki kubadilisha njia zao na kumfuata. Asubuhi ya leo nataka niwaambieni, yako mambo Mungu ameyaangusha katika maisha yako, usiyainue. Wale ambao bado hamjaoa na kuolewa, Mungu anaweza kuwa ameangusha hayo mahusiano. Nilidago nilo Mungu ameliangusha, usiende kuliinua. Mungu anaweza kama ameangusha jambo fulani kubwa katika maisha yako, usihangaike na kuliinua hilo lidagon, kwa sababu Mungu haabudiwi alongside with Dagon. Mungu haabudiwi hivyo. Mungu anaabudiwa peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe tena. Mungu anaabudiwa peke yake. Basi
Maandiko yanasema mkono wa Bwana ukawa mzito juu ya wale watu wa Ashdod. Sasa mwanzoni Mungu alikuwa anashughulika na Dagon, lakini utagundua, si unaona, mwanzoni Mungu alikuwa anashughulika na Dagon, lakini baadaye unaona kumetokea mabadiliko. Mungu akawa anashughulika na watu waliokuwa wanamng'ang'ania Dagon. Mapigo makubwa yakaanza. Ashdod wakapigwa, sanduku likapelekwa kule Gath, watu wa Gath wakapigwa, wakapeleka Ekroni kule, watu wa Ekroni wakalia, wanasema wamelileta huku kwetu sanduku ili tuweze kuuawa sisi na watoto wetu. Nataka nikwambie Mungu akawapatia watu wasio amini, watu waliokataa ukuu wake. Walitaka kuhamisha sanduku badala ya kubadilisha maisha yao. Na hapo ndipo ambapo watu wengi leo pia tunafanana na wale wa Filisti. Wakati mwingine tunapopata shida, tunabadilisha mazingira badala ya kubadilisha moyo. Tunabadilisha mji badala ya kubadilisha maisha. Ndoa ina shida, tunabadilisha mwenzi. Kanisa lina shida, tunabadilisha kanisa. Kazi ina shida, tunabadilisha kazi. Mahusiano yana shida, tunatafuta mtu mwingine. Lakini wakati mwingine Mungu anasema tatizo sio Ashdod, tatizo sio Gath, tatizo sio Ekron, tatizo bado Dagon yuko katika mioyo ya watu. Unaweza ukabadilisha mji lakini bado ukawa na tabia ile ile, ukabadilisha kanisa una tabia ile, ukabadilisha mtu katika mahusiano bado ukawa na tabia ile ile. Unaweza ukabadilisha mwenzi bado ukawa na tabia ile na umebeba kiburi kile kile. Unaweza kubadilisha kanisa lakini bado umebeba roho ile ile mbaya na chuki. Unaweza kubadilisha kazi lakini bado ukawa umebeba kutokuwa mwaminifu katika kazi zako. Unaweza mpaka kubadilisha na biashara lakini biashara yako inaweza isiende. Kwa nini? Kwa sababu ni mpaka Dagon. Namna ya kulipeleka, nikapelekwa mpaka mpakani pale Beth-Shemesh. Watu wa Beth-Shemesh wale wakaenda wakachungulia kwenye sanduku. Mungu alikuwa amewakataza wasichungulie kwenye sanduku mule, walikuwa wanataka wachungulie waone nini kiendelea. Mungu akawaua watu pale mpakani. Watu wakalia, baadaye ndio lile sanduku lilipelekwa kwa nyumba ya Abinadabu. Nataka tu niseme kwa kumalizia kwamba wale watu wa Beth-Shemesh wakamlaumu Mungu sana, kwa sababu Mungu alifanya mauaji makuu kwa jambo ambalo hawakupaswa kulifanya, maana Bwana alikuwa amewakataza. Sasa nataka nikwambie tu hivi ninavyomaliza hizi dakika mbili. Sanduku limefanya mauaji makuu kule kwa Wafilisti. Wafilisti wamelituma limekwenda katika mipaka ya Israeli. Watu wa mipakani walipoona wakafurahia sana sanduku limerudi. Badala ya wao kufuata utaratibu wa namna ya kulitreat, waliondoeni sanduku, ndio likaenda kwenye nyumba ya Abinadabu kule. Daudi alikuja kulichukua baadaye kulipeleka mji wa Daudi. Sasa nikajifunza kitu hivi, kumbe kuna wakati kuna vitu Mungu amevikataza, sisi tunavifanya makusudi, alafu tunamlaumu Mungu baadaye kwa matokeo. Maana wale watu walimlaumu Mungu, Mungu ametuua na nini, wakamlaumu sana, lakini wakasahau kwamba Mungu alikuwa amewakataza wasiangalie. Yako mambo ambayo Mungu ametukataza tusiyafanye, alafu baadaye tunaenda tunayafanya, matokeo yake tunaumia, alafu tunamlaumu Mungu kwa vile ambavyo tunamlaumu Mungu kwa matokeo. Mfano, Mungu anasema msioane na watu wasioamini, lakini ni wanawake wangapi wanakwenda kuolewa na watu wasioamini, alafu wanaenda kule wanateseka. Wakisha teseka wanamlaumu Mungu kwa nini anawatesa katika zile ndoa, wakati Mungu alishasema msioane na watu ambao hawasemi Yesu ni Bwana. Ni watu wangapi hapa nchini na hata katika mataifa mbalimbali wanasema Yesu sio Mungu, wanasema Yesu sio Bwana? Ni watu wangapi? Bado wewe unaondoka unaenda unaolewa na mtu yule yule. Mungu anasema usile zaka, wewe unakula zaka. Baada ya kula zaka unapata matokeo mabaya, unamlaumu Mungu kwa matokeo mabaya, wakati Mungu alishasema usile zaka. Na kadhalika na kadhalika, unaweza kusema mambo mengi, lakini asubuhi ya leo nataka niwaambieni hivi: usisubirie hukumu za Bwana ziseme na wewe. Isikilize tu sauti ya Mungu mapema na ukubali kutii, maana kwenye kutii utakula mema ya nchi. Lakini ukisubiria mpaka hukumu za Bwana ziseme na wewe, utakuwa umeshaumia na wakati mwingine utakufa kabisa kama Wafilisti walivyokufa. Mungu atusaidie sana asubuhi ya leo. Imani. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa unasema mchungaji, mimi nimemsikia Mungu kwamba
Yako mambo Mungu ameyaangusha katika maisha yangu. Na mimi nataka nikwambie mpaka kufika kesho yako baadhi ya mambo yatakuwa yameanguka. Yako baadhi ya mambo yatakuwa yameanguka kabisa, completely yameanguka, na utakuwa umeyaona yameanguka hivi. Usiyainue. Bwana Yesu asifiwe. Usiyainue. Hata kama ni biashara ulikuwa unaipenda, Mungu akiiangusha usiinue, nenda kafanye nyingine. Hata kama ni kazi, Mungu kama ameiangusha usiinue. Hata kama ni mchumba ulikuwa unampenda sana, unampenda mno, lakini Mungu akiwa ameangusha mahusiano, usiyainue. Acha yabaki hapo, maana Mungu haabudiwi pamoja na Dagon. Usiyainue. Kwa kama unasema, Bwana, mimi pastor nakushukuru, naomba Mungu anisaidie niwe na nguvu ya kutokumuinua Dagon tena pale, nisonge mbele. Unaweza kusimama sasa, tuombe asubuhi ya leo. Wale wenye zile naili za maombi unaweza kaweka hapa, na wale wenye sadaka pia unaweza kaweka pale. Lakini Mungu atusaidie asubuhi ya leo kuto kuinua vitu ambavyo Mungu ameviangusha. Usiinue vitu ambavyo Mungu tayari ameviangusha. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Usiinue vitu ambavyo Mungu ameviangusha. Tuombe. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, Mungu uliyeziumba mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyopo, asante Bwana kwa sababu ya amani yako. Asante kwa sababu ya rehema zako nyingi, na asante kwa sababu unatupenda. Asante kwa sababu hata umetuleta asubuhi ya leo kila mtu kutoka mahali pake. Asante Bwana kwa sababu ya rehema zako nyingi katika maisha yetu. Tunakushukuru Bwana kwa sababu ya kibali. Asante kwa sababu ya namna ambavyo umetulinda. Asante kwa sababu umetupatia afya njema. Asante Bwana kwa sababu hata mpaka sasa bado umeendelea kusema nasi. Asante kwa sababu ya utukufu wako, na asante kwa sababu ya uwepo wako ambao umeendelea kuonekana katikati yetu. Watoto wako tumepiga tena hatua za imani leo. Tumefika hapa mbele. Tunatambua Bwana yako mambo katika maisha yetu ambayo umeyaangusha kabisa kama alivyoanguka Dagon. Bwana, tunakusihi tupatie uwezo wa kutokumuinua Dagon tena katika maisha yetu. Tunakusihi utusaidie tusimuinue Dagon kabisa. Maana tunajua kwa hakika Mungu wa Israeli, Jehova, anaabudiwa peke yake. Inawezekana Mungu umeangusha ulaji wa rushwa katika maisha yetu. Tunakusihi Bwana utusaidie tusirudie tena. Inawezekana Bwana umeangusha mahusiano mabaya katika maisha yetu. Tunakusihi Bwana utusaidie nguvu tusirudie tena. Inawezekana Bwana umetusaidia umeangusha vitu vibaya na dhambi katika maisha yetu. Tunakusihi utusaidie uwezo wa kutokurudia tena. Wako wengine ambao Bwana umewaangushia addictions. Wasaidie na nguvu ya kutokurudia tena kwa utukufu wa jina lako. Alafu Bwana nakusihi iende tu kwa utukufu wa jina lako, mambo yaende tu kwa sababu wameanza na wewe asubuhi ya leo. Bariki kanisa hili la Magomeni pamoja na washiriki wote na huduma hii ya Sunrise Blessings kwa utukufu wa jina lako. Tunajiachia mikononi mwako Yesu, uwe pamoja nasi. Katika jina la Yesu tumeomba. Amina. Amina. Bwana awabariki sana. Bwana, naomba niongoze njia yako iwe Asanteni wote ambao mmefanikiwa kufika katika ibada ya siku hii ya leo.
mliokuwa hapa kanisani na mliotufuatia kwa njia ya mtandao. Mungu awabariki kote mliko. Tumebarikiwa na mchungaji Emmanuel Makole katika siku hii ya leo tena. Tumebarikiwa na Anastasia Mwenda katika maombi na kesha. Mungu akubariki. Katika mitambo mbarikiwe Alex akiwepo Singo Sabato. Na katika wimbo wa leo na atakayetufungia tena kwa wimbo wa mwisho aliyetuhudumia ni Dasna Charles, atakuja hapa tena kwa wimbo wa kufunga. Esther Msoka alituongoza katika uimbishaji, na wote ambao wamefanikisha kipindi hiki Mungu awabariki sana na